Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwa majina naitwa Ana. Ni shabiki wa Wanasa kutoka Michete. Kwenye swala la timu yetu tunaichukulia vizuri, maana timu yetu haijawahi kutuangusha. Ndio maana tumetoka kule kote tumekuja kuishangilia hapa hivi. Tumaini kwamba tutatoka na ushindi hapa hivi. Tunajiandaaje hasa? Tulijiandaa vizuri, maana mazoezi kama swala mazoezi tulichukulia safi kabisa. Mashindano yanaimarisha kwa asilimia kubwa, maana wanapocheza hapa wanaonyesha kwamba hata wakienda timu za mbele watakuwa uko vizuri. Kaze buti. Wale waliopo kule Yanga, waliopo Simba walianzia hapa. Kwa majina naitwa Joshua Maduhu. Katika mashindano haya timu yangu mimi ilikuwa ni Texas. Mimi pia nilicheza katika mashindano haya, japokuwa tulitoka katika hatua za makundi, ila kwa sasa hivi timu yangu ambayo ninaishabikia ni Wanasta, ambao mpaka sasa wanaongoza katika fainali hii. Kwa upande huo vijana imewasogeza karibu, maana michezo ni urafiki, michezo inaleta ushirikiano. Kwa hiyo kupitia katika mashindano haya tunashukuru sana, tumeweza kupata marafiki kutoka sehemu mbalimbali ambao tulikuwa tufahamiani, lakini pia hii inasaidia pia hata katika mambo ya kijamii, ushirikiano katika jamii. Hii imesababisha vijana wengi sasa hivi tuna ushirikiano, tunafahamiana na mengineyo mengi. Viongozi wa ligi na kitu kimoja cha kuwashauri ya kwamba katika mashindano mengine zile zawadi waongeze, yaani zawadi ziwe juu kidogo. Naitwa Mosi Yohana, kapteni wa Wanasa FC. Mchezo ulikuwa ni mzuri, maana fainali hamna mchezo rahisi. Kila fainali inakuwa ngumu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kutubariki pamoja na wachezaji wenzangu, tumeweza kupambana, tumeweza kuibuka na ushindi. Yote tunasema tunashukuru. Tumechukua kombe. Siri ya ushindi wetu ni kujituma, na kwa tumecheza kitimu hiki, tumepambana. Mchezo ulikuwa sio rahisi, wapinzani wetu walikuwa bora, ndio maana fainali sio kwanza fainali, mchezo wa fainali sio mchezo mwepesi, ni mchezo mgumu, ndio maana tumeweza kuibuka na goli moja. Wapinzani walikuwa ni timu nzuri, lakini tunamshukuru Mungu ameweza kusimama na sisi, tumeweza kuibuka na ushindi katika fainali ya leo. Tunawapongeza viongozi kwa kuweza kutupa challenge vijana, tunaweza kuonesha vipaji vyetu, kila mmoja anaweza kuona, na mashindano na mwanzo wa mashindano haya mpaka mwisho sasa inawezekanika kijana mmoja akawa ndo njia yake kuondokea kwenye mashindano. Kwa hiyo tunawapongeza sana viongozi wa mashindano haya. Kwa majina naitwa Kulwa Maendeleo Kajolo, ni head coach wa Wanasta FC. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mechi ya leo tumeweza kuibuka mabingwa, lakini niwashukuru viongozi wa timu yetu kwa sababu wamejitoa, wamekuwa pamoja na timu muda wote, changamoto wamezitatua, tumekuwa nao pamoja. Na washukuru wachezaji wamejituma, lakini pia wamejituma sana kwenye viwanja vya mazoezi. Hata wewe mwenyewe umeweza kuona, ndugu mwandishi, mpira wanaocheza sio mpira wa kitoto, ni mpira wa academy. Ndio maana inaitwa Wanasta Academy. Kwa hiyo niwaombe viongozi walioandaa mashindano haya waandae ligi nyingine iwe nzuri zaidi, tuweke kwenye viwanja vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Hasani Ismail Mwema, ni mratibu wa mashindano ya Ramadhani Cup 2025. Niweze kusema tu kwamba niwashukuru wadau wote ambao kwa namna moja au nyingine ambao wameweza kutusaidia toka mwanzo wa mashindano mpaka hivi sasa. Changamoto zilikuwa ziko nyingi sana, lakini kwa kushirikiana na wenyewe tumeweza kufanikisha jambo, kwamba peke yetu ilikuwa ngumu sana kwamba tusingeweza. Na nakumbuka safari ya mashindano tulianza tangu tarehe 19, ilikuwa ni mwezi wa pili mpaka hivi leo hii tarehe 21 tunaweza kufikia tamati ya mashindano yetu.
Changamoto zilikuwa nyingi. Tulikuwa tuna jumla ya timu 16 ambazo zilikuwa katika makundi mawili, kwamba katika kila kundi kwa kuna timu 8. Baadaye zikapita timu 4 kuelekea katika hatua robo zikacheza, zikapatikana timu 4 ambazo zilielekea katika hatua nusu finali, na baadaye zikapatikana timu 2 hizi ambayo ni Domstone na timu ya Wanasta Academy ambayo inatokea michezo ambayo leo zinacheza finali. Niweze kuwashukuru wadau na wapenzi mbalimbali, chama cha soka cha mkoa wa Dodoma, chama cha soka cha wilaya, lakini vyombo mbalimbali vya habari ikiwepo Mkupa TV, CFM na vinginevyo ambavyo siwezi kuvikumbuka kwa pamoja, kwamba wameweza kutupa ushirikiano mkubwa mpaka kufikia hapa. Nasema wasishie hapa, huo mwanzo, lakini next time pia tuweze kufanya jambo ambalo litakuwa kubwa zaidi ya hapa. Ligi hii ina umuhimu sio tu kwa vijana wa Chang'ombe, bali kwa vijana ambao ni wachezaji au wenye vipaji katika mkoa wa Dodoma, kwa sababu pia tulikuwa tuna program katika kila michezo, basi kuweza kualika walimu wa academy mbalimbali kama Dodoma Under 20, kuna Fountain Gate, kuna Sheria Academy, wote kwa mmoja walikuwa wanakuja kuangalia vipaji mbalimbali ambavyo vinapatikana kupitia mashindano haya. Na bahati nzuri tu niseme kuna vijana ambao wameweza kuonekana kupitia mashindano haya, na sisi lengo letu ni kuweza kuwamotivate vijana kupitia mashindano haya waonekane, ili kesho waweze kufikia matarajio yao na ndoto zao ambazo wanaishi nazo. Nitoe ombi kwa wadau kwamba wameona mwamko ulipokuwa mkubwa Chang'ombe na Dodoma, watu wanapenda soka, na ukiangalia kwa muda katikati kidogo mpira wa Chang'ombe kama ulikuwa umeanza kufa, lakini kupitia mashindano haya kidogo tumeanza kuwarudisha wadau. Kwa kikubwa isiwe mwisho, kama kuna wadau ambao wanaweza kujitokeza, basi at least wakaweka kitu chochote cha kugombania kwa vijana, sisi tuko tayari kuweza kusimamia mashindano na hatimaye vijana waonekane, watatukumbuka huko baadaye, kwa sababu tunasema kutoa ni moja. Neno langu kwa vijana anasema wajitokeze kwa wingi, lakini pia wanapokuja kushuhudia burudani, mpira huu ni burudani, ni sehemu ya amani, ni sehemu ya kutengeneza marafiki wapya, sio sehemu ya kuja kutengeneza uadui upya, maadui wapya. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba wanapokuja kuangalia mashindano kama haya, waje kwa nia ya kuangalia burudani na si vinginevyo. Jamani, habari za jioni. Mko poa? Kwa majina naitwa Hussein Tasu, mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Chang'ombe. Leo kipekee sana nimepata heshima ya kuwa mgeni rasmi katika mashindano haya ya Kombe la Mbuzi kama nilivyotaarifiwa, na leo ni fainali yetu. Nimeambiwa timu moja imetoka Michese, timu nyingine imetoka Chang'ombe. Natumai mchezo wa leo utakuwa mchezo mzuri, kwa sababu michezo ni furaha, michezo inaleta amani, michezo inaleta mshikamano. Lakini kwa kumalizia, kwa kuwa mnaingia katika kipindi cha pili, bila kupoteza muda, naomba nifikishe ujumbe mmoja ambao nimekabidhiwa na viongozi wangu wa chama kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, wilaya mpaka kata. Kama mnavyotambua 2025 mwaka huu tulionao ni mwaka wa uchaguzi. Hivyo wanaomba vijana kupitia michezo muweze kushiriki ipasavyo kwenye uchaguzi mkuu utakaokuwa unapigia kura madiwani, wabunge na mheshimiwa rais. Kwa bila kupoteza muda, kwa sababu tuna shughuli nyingine kama mnavyojua, baada ya siku 2-3 hapa mbele tunakwenda kupokea mwenge wa uhuru katika mkoa wetu. Umepokelewa siku ya jana, lakini hivi karibuni utakuja katika wilaya yetu. Na mimi kama mwenyekiti wa Umoja wa Vijana ninayo dhamana ya kuratibu na kushughulikia swala la mwenge likae vizuri. Kwa hiyo sitokaa kwenye mechi mpaka mwisho. Kwa hiyo nitamwachia katibu wangu atahusika katika ugawaji wa zawadi. Kwa hiyo niwatakie mchezo mzuri, muonyeshe uhuru na uungwana katika mchezo wenu. Niwatakie mchezo mwema. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.